Wewe kwanza, wewe ni mtu mzima sasa hivi. Inatakiwa uwe na familia yako, inatakiwa uwe na mali zako. Chukua mwanamke, oa, weka ndani. Alafu anza kutafuta pesa. Hapo maisha yako ndio utakapoanza kuwa nini? Kuwa mazuri. Lakini sio hivyo unavyohangaika na wanawake, mara umeenda umefanya hivi, mara umeenda umefanya hivi. Huo ni ubisho, utaisha tu. Una maisha gani unaojitafutia wewe? Mimi sikuja hapa unipatie ushauri wa kitu gani nifanye, ama unishawishi mimi ili mradi niendelee kufikiria hilo jambo la kuoa. Nimekuja tu kukupa taarifa kwa sababu ulisema kwamba unataka kunisaidia katika hili. Kwa hiyo ninachokuomba wewe, sitisha huo msaada ambao wewe unataka kunisaidia. Sihitaji kuoa. Wewe vipi? Mbona tunasumbuana asubuhi? Alafu mbona unaonekana kama hauko sawa? Mimi nimekuita hapa kwa jambo moja tu. Sawa. Wewe angalia namna gani unaweza kufanya. Lakini hiyo mimba mimi nataka itoke. Yaani kwa sasa hivi akili yangu haipo sawa kabisa. Na haya ndo maamuzi yangu. Sawa. Mimi ndo mhusika wa hicho kiumbe. Kwa hiyo fanya kila kinachowezekana hiyo mimba itoke. Sihitaji kabisa. Najua baadaye nitakuja kupata shida sana. Kwa hiyo ili kuziepuka hizo shida za baadaye, naomba hiyo mimba uitoe. Nafikiri utakuwa umenielewa. Sikia nikwambie kitu Abdalla. Mimi naona kama huo muda ungetumia kufanya mambo yako mengine. Kama wewe haupo tayari kuilea hii mimba, haupo tayari kuitwa baba, mimi nitailea na wewe hautahusika na chochote. Kwa wewe tu ni bora uendelee kufanya mambo yako. Hauwezi ukaniambia eti mimi niachane nayo, alafu tena baadaye uanze kuja kunisumbua. Zulfa, nafikiri wewe haunijui mimi vizuri. Kwa hiyo kabla sijachukua maamuzi ambayo mimi naona kabisa yatakuwa ni sahihi kwako, japokuwa ataenda wewe kukuumiza, naomba hiyo mimba uitoe. La sivyo nitajua mimi ni kitu gani nafanya. Aidha utaitoa hiyo mimba kwa hiari yako au utaitoa hiyo mimba kinguvu, lakini lazima ndani ya tumbo lako itatoka. Sawa, tutaona. Kama ipo kwenye tumbo lako utaitoa ukitaka. Wewe unafikiri mimi natania? Sasa subiri nitakuonyesha. Nasubiri kuona. Binti yangu, vipi kuhusiana na ile jambo tuliloliongea? Jambo lipi tena hilo baba? Wewe jifanya ujue. Ila leo mimi napokea mahari. Na utaenda kuolewa wewe na huo ujauzito wako. Wale wako useme kuwa una mimba. Utandambua mimi ni nani. Hivi baba, kwani umepatwa na nini? Au babangu umelukwa na akili na mimi sijui? Lakini baba, hivi wewe haufikiri kwamba mimi pamoja na hii hali yangu unataka nitoe mimba na Ramadhani yote hii kweli? Alafu baba, sasa kama ni hivyo wewe unafunga kwa nini? Hauoni kama unamkufuru Mwenyezi Mungu? Sasa baba, iko hivi. Mimi siolewi na mimba sitoi. Hata dunia ipinduke mara 3.
Nimekuvumilia kwa muda mrefu sana. Sasa naona unanipanda kichwani. Nisikilize kwa makini. Kile ninachokitaka mimi utakifanya kwa lazima. Utaenda kuolewa kwa lazima. Tena wewe na hicho kimimba chako hicho. Nimepanga mipango mingi sana. Sitaki ije iharibike kwa ajili yako. Kwa sasa kuolewa sio ombi tena. Ni lazima. Hivi baba, ulishawahi kukaa ukanifikiria mimi binti yako japo kidogo? Kwamba nikiolewa wakagundua kwamba mimi nina mimba. Hivi ulishawahi kufikiria mimi nitaishi kwenye hali gani? Alafu baba, mimi sio mtoto mdogo. Mimi baba, sasa hivi unaongea lakini mimi najua baadaye naenda kupitia kitu gani. Na kitu kingine baba, sawa umenilea, lakini sio lazima ujilipe kwa njia hii. Mimi sifikiri hata kama wazazi wangu huko walipo wanafurahishwa na hiki unachokifanya. Sasa baba, iko hivi. Nakuheshimu sana na sijai kukuvunjia heshima. Lakini kama mimi na wewe tutaolewa, tutaenda kuitumikia hiyo ndoa wote, basi mtaolewa. Tena nisikie kwa makini sana. Utaki usitaki utaolewa. Na hii ndoa isipofanyika, na hapa kwa Mwenyezi Mungu, nitakuwa kwa mikono yangu tu. Mbavu mkubwa. Ni bora nikafie jela. Halo mshenga. Sasa inabidi ufanye haraka kwa sababu hapa mimi wananisumbua sana. Yani peleke hiyo hela haraka kwa sababu wananipigia sana simu. Sawa. Alafu ni 5,000,000, si umeihesabu? Ipo kama hivyo 5,000,000. Sawa. Milioni 5 hiyo ni hela mali au? Hivi unachofanya unaona ni sahihi sana? Ukaoe kwa milioni 5 kwa usahau kweli? Unaenda kuoa kwa milioni 5 tena mke mdogo? Inaingia akilini kabisa? Mke wangu, hili jambo mimi nimelianzisha ili kuitafuta furaha yangu mimi. Sitamani hili jambo hata siku moja lije liishe huku nikiwa nimepanic. Naomba uniache. Naomba uache hili jambo liishi kama hivi kwa amani. Milioni 5 ni nyingi sana kwako wewe, lakini sio kwangu mimi. Na kwa jinsi tu unavyomwangalia yule mtoto, hiyo milioni 5 anastahili. Na kama ningekuwa na uwezo zaidi, ningempa hata milioni 10. Mume wangu, wewe hujitambui na bado hujakuwa kiakili, sijui ukaoe kwa milioni 5 wakati mimi mke mkubwa amenioa kwa 800,000. Kweli kabisa? Kipindi tunaanza hatujajipata, umenioa kwa hela hiyo, sawa, sikatai. Ila sasa hivi tumejitafuta, tumejipata, unaenda kuoa kwa milioni 5 kweli? Wakati kila siku tupo ndani, hata siku moja kusema mke wangu milioni 1 basi hii unashindwa kweli? Unajua mke wangu unachekesha sana. Ushasema mwenyewe kipindi ambacho mimi nilikuwa nakuoa, nilikuwa bado sijajipata vizuri. Ila kwa sasa mimi nimeshajipata. Acha niitumie hela ili kuitafuta furaha yangu.
kutoa milioni 5 kumpa mtu, mimi kwangu sio tatizo. Wewe mwanaume una akili na ujitambui kabisa. Katika wajinga wewe ni namba 1. Unajua una akili kabisa? Ni mpumbavu wa kutupwa kabisa wewe. Unaoa kwa milioni 5 kweli? Yaani unashindwa kuchukua hiyo milioni 5 ukaenda ukafanya vitu vya msingi, ila unaenda kutupa milioni 5 kwa mwanamke. Unajitambua wewe? Na kuuliza unajitambua? Una nini katika akili yako? Au mwenzetu ni Na kuuliza unajitambua? Una nini katika akili yako? Au mwenzetu ni Karibu. Shukrani dokta. Habari ya saizi? Safi, sijui wewe. Mimi niko poa. Dokta, mimi nina shida. Ndio maana nimekuja kwako hapa, nahitaji msaada wako. Sawa, nakusikiliza. Kuna binti mimi nimemtia mimba. Lakini ile mimba tunataka tuitoe. Na yeye mwenyewe ipo tayari kwa kila kitu kile. Ila kilichonifelisha hapa ni dawa za kutoa hiyo mimba. Na ukizingatia sasa hivi hali ya maisha kidogo ilivyokuwa ngumu. Kwa hiyo tumeona bora tufanye hichi kitu kuliko kuendelea kulea ile mimba. Kwa sababu hapo baadaye inawezekana matatizo yakawa ni makubwa zaidi ya sasa hivi. Nimekuja hapa nahitaji msaada wako. Wewe kama kijana mwenzangu naomba unisaidie. Hizo dawa sisi hapa hatuuzi. Afu pia hizo dawa hatutumii kwa matumizi ya kutoa mimba, zina matumizi yake. Kwa hiyo sina cha kukusaidia, labda ukajaribu sehemu nyingineyo. Najua. Lakini ukiona mimi mpaka nimefika hapa ujue nahitaji sana msaada wako. Nimeshindwa kwenda hospitali za mbali, nimekuja hapa kwa sababu inawezekana mimi na yeye tukawa tunajuana. Kwa sababu na mimi notice tunaishi mtaa mmoja. Ila ni vile tu tunapishana bila kusalimiana ndo nakuta hatujuani vizuri. Kwa hiyo mimi naomba unisaidie kama kijana mwenzako. Ili mradi niweze kutatua hili jambo langu. Nakuomba sana. Sawa. Nitakusaidia kama kijana mwenzangu. Lakini sihitaji kusikia au kunitangazia kwamba hapa tunauza dawa. Hapana. Hiyo nakusaidia ni wewe tu. Nitakupatia hizo dawa, lakini kwa makini kwa matumizi. Nitakugea maelekezo, naomba ufuatishe maelekezo jinsi ninavyohitaji nitakupea hapa. Lakini utapofanya tofauti na hapo, italeta hasara kubwa sana. Kuhusu hilo wewe, mimi nikutoe hofu.
kwa sababu hizo dawa nazihitaji kwa matumizi ya kwangu mimi binafsi. Kwa hiyo mimi nitakapomaliza tu shida yangu kila kitu na flash. Kwa hiyo hakuna chochote kile ambacho kinaweza kaja kukukuta. Nadhani ni hivyo tu. Kwa hiyo dawa nitakupatia kwa shilingi 75,000. Kwa hiyo naomba ulipie zeni nikupatie. Kiukweli hiyo pesa ni nyingi sana kwangu kwa sasa hivi. Na ukizingatia hizi changamoto ambazo niko nazo hapa, sifikiri kama naweza kuafford hiyo hela. Mimi ningeomba kitu kimoja tu kutoka kwako. Nifanyie kwa 50,000 hizo dawa. Basi sawa. Haina shida. Lipia hiyo pesa. Kwa sasa hapa nilipo sina hata 100 mfukoni. Ila ningeomba kwanza nende nikazunguke kwa mitaani. Nafikiri hadi ikifika jioni tayari hela nitakuwa nayo. Kwa hiyo nitakuletea alafu nipatie hizo dawa. Basi sawa, haina shida. Utakuwa tayari na saa 24. Ukija utanipata. Shukrani sana Dokta. Asma, mke wangu. Abe, mume wangu. Leo watakuja wageni. Watakuja kutoa mahari. Kwa inahitajika umakini wa hali ya juu. Sitaki kutiwa aibu hata kidogo. Kuhusu mimi mume wangu, hata usijali. Ila vipi kuhusu Zulfa? Maana anaweza kukutia aibu muda wote wewe. Kuhusu Zuu, nilishaongea naye tayari. Ila tumwambie kama atashindwa kuvumilia, basi ajifungie ndani. Asija kawa anapita pita. Sawa, nimekuelewa. Mimi nitaongea naye. Sawa. Ni wangapi walolala walitaka kuona, ila Mola kawapenda kawaondosha mapema. Sasa sisi tuloipata bahati hii kuona. Kuna sehemu nipo mara moja. Alafu kuna changamoto imenikuta. So nimemwagiza mshenga wangu atakuletea hapo mahali yako. Ramadhan, karibu wetu we mgeni. Ramadhan, tumkarimu mgeni. Mwanza mwezi ulo bora mara moja tu. Dokta, ni kitu gani ambacho kinachoendelea kwa mke wangu? Mgonjwa wako baada ya kumleta hapa tumempima, tumegundua kwamba ana matatizo ya tumbo. Na pia imepelekea mtoto kutokucheza. Dokta, kwa hiyo nataka kuniambia kwamba mtoto kwa sasa hachezi kabisa? Ndio. Kwa hiyo nataka kuniambia kwamba kafariki? Hapana, sina maana hiyo. Kuna vipimo bili tupime ili kugundua zaidi kwamba kafariki au la kuna tatizo jingine. Okay. Dokta, mimi acha nikuombe kitu kimoja. Nataka ufanye kazi yako kwa usahihi sana. Ufanye kila linalowezekana ili mradi mke wangu na mtoto wangu waweze kuwa salama. Nitaafodi pesa yoyote unayoitaka dokta, ili mradi tu familia yangu iwe salama. Hilo halina shida. Sisi tulijitahidi kadri ya uwezo wetu ili kuhakikisha mtoto wako na pia na mke wako wote wanakuwa salama. Ila nakuomba uende reception pale ukafanya malipo. Na wewe kama pia una mizunguko yako unaweza kaenda, kwa sababu wewe mgonjwa leo siwezi kumruhusu kuondoka. Kwa hiyo tunaendelea na matibabu. Okay. Katika hilo wala usijali. Nitaenda pale mimi nitalipia kila kitu. Lakini dokta, nakusisitizia tena. Naomba uhakikishe mke wangu na mtoto wangu wanakuwa salama. Nitahakikisha
nalipa kiasi chochote kile ambacho mnakihitaji, ili mradi tu mke wangu awe salama pamoja na mtoto. Please doctor. Hilo ndo shaka. Kikubwa zaidi ni kumwomba Mungu ili jambo lizidi kuwa na wepesi. Kwa kuhusu hilo ndo shaka, tutapambania kadri ya uwezo wetu. Sheikh. Naam Sheikh. Naam. Asalamu alaykum. Alaykum salaam, vipi hali? Heri, kwema kabisa. Kwema, karibu sana. Asante. Karibu sana. Shukrani sana. Naam Zekizigi. Karibu sana shehe wangu. Asante sana. Maana nilikusubiria sana hapa, nikaona kidogo muda unakwenda. Bana, usafiri njiani huko foleni, lakini nashukuru Mungu nimefika, na hata hivyo nimeleta ule mzigo wa mahali ya binti yako. Inshallah Sheikh. Wewe umefika. Wewe umefika shehe wangu. Basi mimi naomba ruhusa nianze kuondoka.